Na mtazamaji, karibu tena na shukrani kwa kuendelea kusalia nasi tukiwa tunazamia sehemu ya pili ya kipindi, ambapo kama nilivyokuahidi awali tunaanza mazungumzo na tutakuwa tunaangazia swala la elimu ya TVET nchini na pia katika swala la elimu ya vyuo vya kiufundi kwa jumla na hata vyuo anuai, tukiangazia zaidi ile ahadi ambayo imekuwa ikiwekwa na serikali na juhudi endelevu katika kuhakikisha kwamba sekta hiyo inaboreshwa na ladha vyuo hivyo pia kwa idadi vinaongezwa. Tumeona kauli kutoka kwa katibu wa vyuo vya kiufundi TVET Esther Mworia akitangaza kwamba kuna sera ambayo imefanywa kazi kuhakikisha kwamba kuna uwezekano wa wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu kufanya mafunzo kwenye vyuo vya kiufundi yani TVET kwa kipindi fulani kabla ya kujiunga na vyuo vikuu, na kwamba elimu ile iweze kutambulika wanapojiunga na vyuo vikuu, na pia zaidi kuwawezesha wale wanafunzi wa vyuo vya kiufundi kuweza kupata ule ufadhili ambao unahitajika kwa ufadhili wa HELB katika masomo yao. Lakini cha zaidi, sekta ya elimu ya vyuo vya kiufundi ipoje nchini, na katika idadi ya wanafunzi waliokosa kujiunga ama alama za kujiunga na vyuo vikuu ikiwa 2.5 pekee ndio wamefikia kiwango hicho, wale wanafunzi takriban 700,000 kutokana na ile idadi ya 900,000 na waliofanya mtihani wa KCSE mwaka jana wanaweza kukimiwa na idadi ya vyuo vya kiufundi vilivyopo au la? Ndio baadhi ya masuala ambayo tutakuwa tunayazungumza studioni kwenye sehemu hii ya mazungumzo, nikiwa namhusisha Benjamin Ngulu ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya elimu na pia ni mshauri wa masuala ya elimu, na nitakuwa namhusisha Koech Nicholas ambaye yeye ni katibu mkuu wa muungano wa KENAPCO ambao ni muungano unaojumuisha vyuo vya binafsi, ambao tutakuwa pia tunaangalia kuna uhusiano gani wa elimu ya vyuo vya kiufundi na iwapo pia nafasi ya vyuo vya kibinafsi inaweza ikaziba lile pengo ambalo serikali inataka kuliondoa la kuwepo kwa ile hitaji la elimu ya kiufundi. Baadaye tutakuwa tunaungana na Ndung'u wa Ngenyi ambaye pia ni mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa ESA, kukiwa ni muungano wa washikadau wa elimu humu nchini. Karibuni. Asante, shukrani. Naam. Katika kauli ambayo imetolewa na katibu wa elimu ya vyuo vya kiufundi Esther Mworia, nafikiri juma jana alipokuwa kwenye hafla ya kufuzu mahafala kwenye chuo cha kiufundi cha Rift Valley, inaashiria kwamba serikali ipo tayari kwa idadi ya wanafunzi ambao wapo nje tayari kujiunga na vyuo vya kiufundi. Kauli hii inatoa ladha imani na yaliyopo wanasema kwa ground. Tunapoangalia idadi ya vyuo vya kiufundi, nafikiri alitangaza kwamba kuna vyuo vya kiufundi kwenye kila maeneo bunge. Sijui kama hilo ni sambamba na kauli ambayo inatoka kwa serikali, na iwapo vyuo hivi basi vina rasilimali ambazo zinahitajika, sio vyuo tu majengo, lakini vyuo vyenye walimu na rasilimali ambazo zinahitajika kwa niaba ya mafunzo. Tukianza na Benjamin. Okay, shukran. Asante kwa fursa hii. Kwanza ningeangazia takwimu za waliofuzu kuelekea chuo vikuu. Asilimia 27, 27% vile umesema, ambao ni around 270,000 students. Na katika wale ambao wali keti kufanya mtihani wa KCSE 2025, 993,000, hiyo ni karibu 1,000,000. Ukiangalia namba ya wale ambao hawataweza kupata nafasi za kuingia kwa vyuo vikuu direct ndio wengi. Hii ni it's a wake up call kwa nchi, na tukiangazia vile katibu alisema jana, kusema kweli kuna umuhimu wa kuinvest more katika TVET colleges ili kuabsorb ama kuchukua hawa wanafunzi ambao ndo wengi zaidi. Ukiangalia ni zaidi ya 50% wale ambao walipata D+ and below, ambao hiyo namba ni kubwa sana. Kuhusu rasilimali na resources, bado nafikiri bado ni changamoto kubwa sana, ijapokuwa kuna vyuo vya kiufundi TVET nyingi sana katika nchi, nafikiri around 1,500 or thereabouts. Lakini kuna umuhimu wa kuwekeza na kuinvest more in terms of resources na modern resources and also workforce, that is walimu na wenye watahudumia wanafunzi. Kwa hivyo ni challenge kubwa kama nchi, kwamba wakati huu TVET is not just an option, it's now where the government resources and na washikandau all stakeholders should be focusing on.
Naam. Nicholas, tunapoangalia kwamba vyuo vya kiufundi vipo vya kibinafsi na vipo vya serikali, tukisikia kauli ambayo imetolewa na katibu, tuwe na imani kwamba mupo tayari, kuna vyuo vya kutosha, vina rasilimali za kutosha, vina walimu wa kutosha, na kwamba pia vinaweza kuwa na nafasi ya wale ambao hawakufuzu kuingia vyuo vikuu na hata waliofuzu kuingia vyuo vikuu kwa minajili ya kuwapatia elimu ya kiufundi. Asante sana. Kwanza ningependa kusema asante, kutoa shukrani kwa nafasi hii. Kwa majina yangu, mimi naitwa Koech Nicholas, mimi ni Secretary General wa Association of Private Colleges ya Kenya. Na swali lako ningependa kuzungumzia idadi ya vyuo vile vya kibinafsi katika nchi yetu. Sana sana kwa sababu inaweza kujaza lile pengo ambalo serikali haliwezi kujaza katika kupatiana zile nafasi za kupatiana mafunzo kwa wanafunzi ambao wamefuzu katika kidato cha 4. Kwa sababu mwenzangu hapa amesema kwamba, na ni kweli, zaidi ya wanafunzi 1700 hawakuweza kupata ile alama ambayo inawezesha kuingia katika chuo cha university. So hawa wanafunzi 1700 wataenda wapi wote? So ningependa kusema kwamba kwa idadi yetu ya wale wanachama wetu wa private sector ama private TVETs, tuko zaidi ya 1500 na kwa association wetu tuko karibu members zaidi ya 800. Na ukiona kila chuo, kila shule iko na nafasi nzuri sana ya kuweza kupatiana zile nafasi za mafunzo katika hawa wanafunzi, na kuna nafasi nzuri, ningependa kusema hivyo, kuna nafasi nzuri na nchi iko na mwelekeo mzuri, kwa sababu hiyo nafasi ya mafunzo katika shule za kiufundi ni muhimu sana, kwa sababu hiyo ndio mwelekeo wa taifa letu katika ile kujenga nchi. Asante sana. Tunapoangalia swala la elimu ya kiufundi na labda katika kuangazia kauli ambayo pia vile katibu alisisitizia kwamba kuwepo na uwezekano wa wanafunzi ambao wamefuzu kuingia vyuo vikuu lakini wanapata fursa ya kupata miezi kadhaa ya mafunzo ya kiufundi ambayo ni skill based training kabla ya kujiunga na vyuo vikuu, na kuwepo na uwezekano kwamba yale mafunzo aliyopata yanatambulika katika vyuo ambavyo wanaenda kujiunga navyo. Hili linawezekana, na kuna umuhimu gani wa vyuo vya kiufundi ama TVETs kuwa daraja katika masuala ya elimu ya kiufundi? Kwa sababu tunajua kwamba vyuo vingi huenda vikakosa yale masuala ya kiufundi na ikawa vinafunza zaidi elimu nadharia, lakini katika swala la elimu ya kiufundi vyuo vya kiufundi vya TVETs vinakuwa daraja, na umuhimu wa kuwa daraja ni upi katika kuleta huo uwiano wa elimu ya kiufundi? Kusema kweli, hiyo progression, utaniruhusu nichanganye na Kizungu, ni muhimu sana, and it's a welcome idea katika ili swala kwamba wanafunzi wale ambao hawakuhitimu kwenda chuo kikuu moja kwa moja watakuwa na hiyo pathway progression ya wafanye hizi TVET colleges maybe 6 to 12 months or even 2 years, and wanaweza kukari hizo credits kuingia kwa vyuo vikuu. Hili ni jambo la muhimu sana, kwa sababu unajua kuna wale walikuwa watoka mioyo yao kwamba wamesema mimi nataka kwenda kufanya hili university, lakini kwa njia moja ama nyingine hawakufaulu. Kwa hivyo katika hilo is a very welcome idea na imekuwa ikiendelea. Nadhani si jambo mpya sana, japokuwa wakati huu kuna policy nafikiri za kuiwezesha kuactualize ile TVET CDCC ambayo they can transfer the credit. Maybe mtu akimaliza TVET university si lazima anze first year, na anza mwaka wa pili. Ni jambo la umuhimu sana, japokuwa ni mzuri kusisitiza kwamba lazima wale wahusika wanafunzi wajue kwamba ile course unafanya lazima i-align na ile utaenda kufanya chuo kikuu. Usinje ukafanya
something different na ufikiri utaweza kutransfer uende university kuendelea, lazima zi-align. Kama ni something to do with engineering, uhandisi, lazima ianze, kama ni certificate diploma, degree, lazima ikuwe the same field. Kwa hivyo ningesema ni jambo la muhimu sana, vile katibu alisema, na ni jambo ambalo tunai welcome, tunaikaribisha sana. Yeah. Maoni yako ni yapi, hususan tukiangalia kwamba kumekuwa pia na pendekezo kutoka kwa serikali kuhamisha kozi za chini za certificates na labda diplomas kutoka kwa vyuo vikuu na kuzirejesha katika vyuo vya kiufundi na vyuo vingine, na nafikiri hili linaweka msisitizo zaidi katika kuwezesha hilo, hususan kwa elimu ambazo zitakuwa zinapeanwa katika vyuo vya kiufundi. Maoni yako ni yapi kuhusiana na kuweka nafasi ya kuwepo kwa daraja kutoka kwa vyuo vya kiufundi kuingia kwenye vyuo vikuu? Asante sana. Ningependa kusema kwamba kwanza vyuo vyetu vya kiufundi sio daraja tu. Hapo ndipo mafunzo inafanyika, kwa sababu ukiangalia mfumo wa elimu wa nchi yetu kwa wakati kama huu, kuanzia ile nafasi ya chini ama ile kiwango ya chini, mfumo imebadilika kutoka kwa ile 844 na sasa tuko ile CBE. So hiyo mfumo iliweza kubadilika kulingana na mtazamo na hata curriculum yenyewe iliweza kubadilika. So ukiona hiyo kuweza kutayarisha mwanafunzi kutoka hiyo kiwango cha chini anapokuja katika kiwango ya TVET ama shule za kiufundi. TVET, kwa TVET tuko na framework inaitwa Competency Based Education and Training, ambayo inaashiria sana na kusisitiza ile mafunzo ya kuweza kuelewa kuliko ile ya nadharia. So unaweza hata ile sera ya ile Competency Based Education and Training ilianza miaka 2014. Na ile sera yenyewe iliweza kuchapishwa 2018. So ukitazama pale unapata kwamba shule za kiufundi ziko tayari kabisa katika kutekeleza ile malengo ya serikali, kuweza kutayarisha watoto kwa masomo ambayo tumeweza, hiyo mfumo ambayo imebadilishwa kutoka kwa ile masomo ya nadharia alafu mpaka masomo ambayo tunaweza kusoma saa hizi. Kwa sababu kuna sera ambayo ishachapishwa na tayari katika mashule zetu za kiufundi tushahama kabisa kutoka ile masomo ya kitambo, na saa hizi tunafanya ile masomo ya CBET. Tulipokuwa tunasherekea miaka 100, nafikiria tuliweza kuona kwamba hiyo transition kutoka ile mafunzo ambayo tulikuwa tunafunza imeweza kuenda kwa idadi ya juu sana. So nafikiria kwa hiyo unapata kwamba mwanafunzi mwenye hakuweza kupata ile kosi ama ile somo ambao alikuwa anatarajia kutokana na ile grade ambayo kupata. Kwa mfano ulikuwa unataka kukuwa engineer, na ukitaka kwenda engineer lazima upate alama ya A ama A-. So unapata kwamba hata ukipata alama ya B unaweza kurudi katika shule za kiufundi ufanye katika ile kiwango ya diploma. Alafu hiyo ikuwe daraja yako ya kuvuka pale. Na hata wale wanaanzia, kwa sababu sisi katika mashule zetu za kiufundi tunachukua hata watoto wenye wamepata grade ya E. Na anaweza kuna ile progression pathway that is very clear kutoka ile artisan mpaka diploma, alafu mtoto aweze kwenda katika ile university ama chuo kikuu. So ni daraja nzuri. Naam. Naona pia Ndung'u amejiunga nasi, tumkaribishe na tumpatie fursa pia kuzungumzia mawili matatu ambayo tunayajadili. Karibu sana. Tunaungana naye Ndung'u Wangenyi ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa ISAC, ambayo ni muungano wa washikadau wa masuala ya elimu nchini Kenya.
Naam, tukiangazia swala la elimu ya TVETs nchini ambayo ni elimu ya kiufundi na kauli ambazo tumeziona zikitoka kwa viongozi wa serikali ikiwemo katibu wa elimu ya kiufundi hivi majuzi kuhusiana na utayari wa vyuo vyenyewe, idadi kubwa ambayo tunaitarajia ya wanafunzi ambao hawakufikia alama za kujiunga na vyuo vikuu kuweza kujiunga na vyuo vya kiufundi na utayari uliopo kwa vyuo vya kiufundi kwa jumla. Tukiangalia kwamba pia kuna ule uwezekano ambao alikuwa anataja Koech ukiingia wa kuwepo kwa daraja ama vyuo vya kiufundi kuwa kama daraja la yule ambaye ameweza kupata alama za kuingia kwenye TVET, anapata mafunzo na kisha yanatambulika na yanaweza kumuingiza kwenye vyuo vikuu kuendelea na kozi nyingine. Asante sana na naomba msamaha kidogo kichelewa kidogo, lakini pia nataka kuwasalimu watazamaji wote na niunge mkono wenzangu wenye nimekuta wakiongea. Na kwanza wacha niseme mimi pia nishaikuwa waziri katika serikali ya ugatuzi ya Nyandarua. Na nilikuwa nimesimamia vyuo vya kiufundi inaitwa Village Polytechnics. Najua vyuo vya kiufundi pia kuna zile ziko anda serikali kuu na zingine ziko katika serikali za ugatuzi. Kwa vita vyuo anuai. Zilikuwa zinaitwa village. Actually, sababu mimi ni wakili, tunaita in the constitution schedule 4 article 9 zinaitwa Village Polytechnic and Artisan Centers. Okay? So ukiangalia tunasema hata watoto wenye wamepata alama ya E hawajaanguka. Na mimi kama ningeulizwa hao wanafunzi wenye walikuwa wanajiunga na vyuo vyetu, kama moja ilikuwa inaitwa Mirangini Polytechnic, unakuta ya kwamba ukiwapea kazi kama watengeneze hii studio, wao wako na ile skills hands on. Si ya kumemorize wapite mtihani. Yeye anakuja anatengeneza hii studio, ukimpea kazi ya kujenga nyumba kama ni mawe anaunganisha. Wakati wa COVID 2019-2020 waliweza kututengenezea masks zaidi ya mask 5,000 zenye tulikuwa tunapea wakazi wa Nyandarua, zilitengenezwa na hizo vyuo vya kiufundi. Na mimi kama ningeulizwa ningesema hata isikuwe ati daraja ya kwenda chuo kikuu, sababu si lazima uende chuo kikuu upate degree. Tunataka upate skills yenye ukipata skills hizo utaweza kujimudu kimaisha. Unaweza pata riziki. Kama umefanya mechanic unaweza weka garage ama uandikwe na garage kubwa hapa ama mahali pengine, ama hata uweke yako uweze kutengenezea watu magari zao, unapata riziki yako. Kama umefanya food nutrition unaweza kuwa na outside catering, unapata pesa yako. Kama umefanya clothing textile, si lazima uandikwe, unaweza weka duka yako ya kushonea watu masuti kama hii ama mwenzangu yenye amevaa, unapata riziki yako. Kwa hivyo ile nafasi tunasema Kenya tunataka kwenda kuwa kama Singapore ama hizo mataifa yenye yamejimudu kiuchumi. Tukiweka watoto wote wataenda katika vyuo vikuu, tutapata degrees mingi sana. Lakini ni kazi gani ya mikono yenye wanaweza fanya? Nikimalizia wacha niseme mimi mwenyewe nilikuwa katika shule ya sekondari ya kiufundi inaitwa Technical Secondary School. Hiyo miaka yetu Nyandarua High School, it was a technical school also, kwa sababu kulikuwa na hizo shule za upili zilikuwa technical. Na nilifanya kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 nilifanya subject inaitwa network. Okay? Na nikawa assessed na Kenya National Examinations Council. Kuna machine ilikuwa inaitwa reading machine, na labda wenzangu hapo wanaijua. Reading machine leo ukinipea, na niliacha miaka mingi sana iliyopita, nilitengeneza key holder yangu ya kwanza nikiwa form 1 na hiyo reading machine, na nakuwa na hiyo key holder mpaka wa leo. Nikatengeneza card holder yenye hata iko kwa nyumba yangu mpaka wa leo, nilitengenezea nikiwa form 2 na hiyo reading machine. Nafanya spot facing, na reduce diameter ya chuma, nafanya welding, nafanya gas welding. Nilifanya sababu ilikuwa ya kiufundi. Leo hii ukinipeleka workshop nitengeneze, nitatengeneza sababu ni skills niliacquire from doing it. Si ya kusoma ati nielewe, nilifanya na nikaweza kuielewa. Kwa hivyo ukiangalia, na wengine walikuwa wanafanya woodwork, which was okay, wanatengeneza mpaka desk yenye anakalia ametengenezea workshop. Kabati yenye ama roka yenye anaweka vitabu zake ametengenezea hiyo workshop. Kwa hivyo ukiangalia vyuo vya kiufundi ni hapo ndipo tunastahili tumwage pesa mingi sana ndio tuweze kuendelea kiuchumi. Lakini tukiweka pesa zote kwa degree, watoto watapata degree, lakini utakuta kwamba wanaandikwa na wale waliweka hizo workshop za vyuo vya kiufundi. Naam.
Labda dakika chache kabla ya kwenda mapumziko naweza pata maoni ya Benjamin kuhusiana na swala la elimu ama mtaala wa CBE ambao kama alivyotaja coach unawiana zaidi na elimu ya kiufundi, umilisi, kuweza kutenda utendaji zaidi kushinda nadharia. Je, tukiangazia kwamba wanaoingia kwa grade ya 10 ambao ni sekondari ya juu wanakuwa na uzoefu zaidi kwenye utendaji kulingana na zile taaluma ama pathways ambazo watakuwa wamechagua na zile na ule ufundi ambao wameonyesha wana umilisi nao. Lakini cha mno zaidi, huu ufundi ukiwa wameupata kwenye sekondari ya juu utakuwa unaendanaje na vyuo vya kiufundi, tukiangalia kwamba pia huenda wakawa aidha wana elimu ambayo wangepata kwenye vyuo vya kiufundi. Je, kutakuwa kunawekwa mikakati ambayo itakuwa inawawezesha kupata zaidi ya kile ambacho wamekipata kwenye elimu ya juu ama sekondari ya juu, ama kutakuwa bado kuna mgongano katika masuala ya ufundi na daraja la ufundi ambao wamepata kwenye vyuo vya sekondari ya juu? Ningependa kusema kuna uwiano, kuna zina line mzuri sana. In fact, is technical TVET, colleges and others and polytechnics and all that. Sasa wakati huu ndo zina uwiano ama zina align mzuri na CBC kwa maoni yangu. Kwa hivyo as we phase out 844 maybe by 2027 I think. I think now it's just upon the government to strengthen the TVETs because it is in line with what CBC stands for, competence-based education. Yeah. Naam. Kwa dakika moja kwa sababu ya muda, alafu tutakuwa tukirejea tunampatia Ndung'u muda pia azungumzie. Anayozungumzia Benjamin, tukiangalia swala ambalo pia Ndung'u ameligusia kwamba kulikuwa na shule za sekondari za kiufundi. Sasa hivi tunaangalia mtaala wa CBE ambao unazingatia zaidi ujuzi na uwezo wa mwanafunzi. Uwiano utakuwa vipi katika masuala ya elimu ya vyuo vya TVETs, labda na ule uwiano ambao upo kwenye elimu walioipata kwenye zile sekondari za juu walizojiunga nazo? Asante sana. Nafikiria tungeweza kuangalia kwamba wiki iliyopita na hata mpaka saa hizi tunaendelea kuwapeleka watoto wetu katika ile grade ya 10 ambao ni pioneers, ambao ni watoto wa kwanza katika mtaala mpya wa CBE. Na ukiangalia ile ratiba yao hata kulingana na subjects zenye wamefanya. Mwenzangu hapa amesema metal work, na ukiangalia katika ile STEM ama that is STEM kwa zile subjects zao ambazo wanafanya metal work, woodwork, building and construction, electricity, hizo ndio courses ambazo ziko pale. Na ukiangalia chuo za kiufundi wakifikia pale, na nilikuwa nimetanguliza kusema kwamba ukiangalia chuo za kiufundi tayari ziko tayari kupokea wale ambao wameingia katika grade la 10. Ikifika mwaka wa 2029 sisi kama chuo za kiufundi hatutakuwa na crisis yoyote kwa sababu watakuwa wanaendeleza mambo ambao wameweza kuisoma kwa hiyo sehemu yao ya grade 10, 11 na 12. So sisi tuko tayari kabisa na tuko tayari kuwapokea. Na bila shaka Ndung'u, nitakuwa nakupatia fursa ya kuzungumzia hayo baada ya kuingia madukani kwa sababu ya muda, lakini na kusihi usiende mbali mtazamaji. Tutakuwa tunarejea kwenye mazungumzo haya hivi punde kujadili zaidi utayari na pia uwezekano wa kuboresha zaidi ufundi na katika soko la ajira ambalo linaonekana kukosa ujuzi huo wa elimu ya kiufundi kwa wingi humu nchini kwa sasa. Na mtazamaji, karibu tena. Tunaingia katika sehemu ya tatu ambayo ni awamu ya pili ya mazungumzo ambayo tumeanzisha kwenye awamu iliyopita, tukiwa tunaangazia elimu ya vyuo vya kiufundi yani TVET humu nchini, na zaidi vipi ambavyo zinaweza kuboreshwa ama elimu hiyo inaweza kuboreshwa kwenye vyuo hivyo na katika kukidhi lile hitaji la elimu ya kiufundi katika soko la ajira nchini, ambapo sasa hivi tunaona vijana wengi wanakosa ajira na huenda ikawa ni kwa sababu ya ukosefu wa elimu hiyo. Tukiingia katika sehemu hii naendelea na mazungumzo
mazungumzo nikiwa namhusisha Benjamin Ngulu akiwa ni mtaalamu wa masuala ya elimu na mshauri wa masuala ya elimu, na pia naendelea kumhusisha Koech Nicholas ambaye yeye ni katibu mkuu wa KENAPCO ikiwa ni muungano wa kitaifa wa vyuo vya kibinafsi, na pia namhusisha Ndung'u Wangenye ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa ESAC ambayo ni muungano wa washikadau wa elimu nchini. Karibuni kwenye sehemu ya pili ya mazungumzo. Ilikuwa ni muda wa Ndung'u apate fursa ya kuzungumzia swala la elimu ya CBE. Nafikiri ulikuwa umeanza kugusia inavyowiana zaidi na elimu ya kiufundi ambapo itakuwa inaendeleza kama alivyotaja Koech, ule muendelezo wa ile elimu aliyopata kwenye labda sekondari ya juu ndio utakuwepo kwenye vyuo vya kiufundi. Na wacha niseme Hadia, ni kweli actually TVET hata ndizo zimejitayarisha vizuri, hata zilikuwa ni kama zilikuwa zimeona mbele zikaingia katika masuala ya CBE kuliko hata university, sababu hata saa hii university bado hawajashika kabisa ni nini mtaala huu mpya wa elimu unataka. Lakini TVET ukiangalia zilikuwa kama zilikuwa zinajua, because ukiangalia TVET almost 70% ni technical skills, 30% ndio inaenda theory kuexaminiwa, na ilikuwa dosari kwa sababu university pia zingeanza mbeleni. Kwa hivyo ukiangalia mtaala wa elimu wa CBE hapa, sababu watoto wakiingia sasa katika grade ya 10 wameanza kitu tunaita specialization. Kenya ataenda kufanya either TVET ama ataenda kufanya university. Sasa ameingia specialization, ameingia STEM, ameingia arts and sports, ama ameingia social sciences. Tayari ameshaingia line yake. Kama atashika line ya technical, sasa utakuta ya kwamba ataenda na hiyo either mpaka university ama ataenda nayo mpaka TVET. Lakini wenye watabahatika kwenda TVET watakuwa tayari TVET ishajitayarisha na imeingiana. Lakini kuna swala pia umeguzisha ukasema kuna haja gani ya aende senior school but angetoka tu junior aende kama ameenda TVET. Ni vizuri ndio aanze pale senior school, kwa sababu senior school inaanza kumpe the basic ya specialization yenye ataenda kufanya katika either TVET ama ataenda kufanya katika chuo kikuu. Ni vizuri pia ujue wakati watoto walichagua university mwaka uliopita, zaidi ya wanafunzi 20,000 walikataa kwenda university, wakasema wanataka kwenda TVET, wengine wanataka kwenda KMTC, wengine wanataka kwenda polytechnics, na mimi ni mmoja wale washikadau hii nchi ya Kenya huwa nakataa to upgrade our technical institutions ama TVET tuzifanye university. Sababu ni kuharibu, tunaharibu. Ukiangalia chuo kama yenye ilikuwa inaitwa Kenya Polytechnic, iko hapa town, ilikuwa makosa sana ku upgrade hiyo chuo iwe university, kwa sababu hata watoto wenye warifuzu katika Kenya Polytechnic mpaka wa leo ni watu wanaweza kufanyia kazi ya mikono mzuri sana. Mwenye anataka ku upgrade afanye degree, tuwe na university chache za kupeana degree, lakini tuwe na wengi wenye wanafanya technical. Kwa hivyo zimeingiana vizuri na mfumo mpya wa CBE kutoka senior school kuingia katika TVET, na hiyo ndio line tungetaka. Wacha waingie grade 10, grade 11 and grade 12. By the time wanatoka hapo baada hiyo miaka 3, kwa sababu sasa wameingia specialization yao na ameanza sasa kushika mwendo. Sasa by the time anamaliza hapo atajua kama ataenda chuo kikuu akafanya degree ama ataingia university afanye diploma ama higher diploma kulingana na ile specialization yako nayo. Na ukiangalia kama wenye watafanya social sciences, sana wenye watafanya social sciences hawataingia katika TVET. Sana wataenda university sababu wao wanakuwa kama mawakili. Mimi ni wakili, leo itabidi uende university ufanye degree ya wakili, uende Kenya School of Law, we are admitted as an advocate of High Court. Lakini wenye hasa wataingia katika ufundi, TVET ndio itakuwa njia yao mwafaka. Naam, tukirejelea swala ambalo pia ameligusia Ndung'u ambalo tulikuwa tunalijadili kwenye mapumziko, viwango ama vigezo vya kujiunga na vyuo vya kiufundi, vyuo anuai vinahitaji kuangaliwa upya. Tukiangalia kwamba mwaka huu pekee kuna wanafunzi ambao bado wana wasiwasi kuhusiana na uwezo wao wa kujiunga na grade ya 10 kutokana na karo na mahitaji mengine muhimu. Na kama tunavyojua kwenye historia, kuna wale watakaofanikiwa kujiunga na kuna wale watakaoshindwa kujiunga. Hawana cheti kwa sababu hawakufika grade ya 12. Watakuwa hawawezi kujiunga na vyuo vya kiufundi na vyuo anuai, na ni sawa kuwa tuna vigezo ambavyo vitakuwa vinaweka wengine nje, kwa sababu kuna kiwango fulani ambacho ungefika kwenye elimu ya 844 na ungeweza kujiunga na chuo cha kiufundi. Lakini tunapoangalia mfumo wa CBE kutakuwa na changamoto katika swala kama hilo.
Changamoto iko na ningetaka kusema kwamba katika curriculum hii mpya CBE inaendelea kuwa implemented. There are a lot of changes happening. Na kuna vitu hata si clear kwa wananchi sana kuhusu hilo swala umelingusia. Ukiangalia hapo kwa 844 hata KCPE mtu angeweza kujiunga na na lowest level polytechnic na upgrade like that. Kulikuwa na very clear progression, lakini CBE ningesema kwamba kuna umuhimu wa hizo entry requirements ziendelee kuwekwa clear kwa wataka kujiunga bila kwenda all the way to grade 12 ili kuwe clear. So there's a need for that continuous review to make it very clear. Naam. Coach, maoni yako ni yapi kuhusiana na viwango, kwa sababu kama alivyotaja Benjamin, wakati ule kwenye 844 ungefanya mtihani wa darasa la 8 ungeweza kujiunga labda na polytechnic kama alivyotaja Ndung'u, na kisha labda ukapata ujuzi ukajua kama unataka kuendelea kwenye TVET na elimu za kiufundi baadaye kuboresha ujuzi wako, ama utakuwa umetosha kujiajiri mwenyewe. Lakini kwenye mtaala wa CBE ni cheti kipi ambacho kinakuruhusu kujiunga na chuo chochote anuai au cha kiufundi, na iwapo kuna haja ya kuangalia vigezo hivyo upya? Umesema ukweli. Katika ile mtaala uliopita wa 844 ungefanya KCPE, ungeweza kuingia katika ile grade ya artisan. Na uanze kufanya kuanzia hiyo kiwango. Si haikuwa lazima uendelee ufanye shule ya sekondari. Kama venye wakili alikuwa amesema, kuna ile village polytechnics ambazo siku hizi tunaziita vocational training centers. Ndio zilikuwa zinapeana ile kiwango, kwa sababu kuweza kufanya kazi ya kiufundi ya kushona nguo ama venye alikuwa amesema kuweza hata kushona masks ama kuweza kufanya kazi ya kutengeneza gari. Tunajua kwamba hata kuna watu wengi ambao wamemaliza tu darasa la 8 ama hata hawakufika hata hiyo darasa la 8, wameenda tu wakaenda garage direct na wakaanza kujifunza hiyo, na saizi hawa ndio wanatutengenezea magari. Na hiyo ndio kuna ile maybe baadaye tutaweza kusema kuna ile kitu inaitwa RPL ambayo tutaweza kusema baadaye. Lakini kwa mtaala ambao tuko nao saa hizi ambao ni wa CBE, ile mwelekeo mwafaka haijaweza kutokea vizuri, kwa sababu katika ile junior secondary hakuna mahali ambao huo mtaala unasema kwamba unaweza kuweza kujiunga na chuo cha kiufundi. So ninakubaliana na wewe kweli kwamba kwa wale ambao walikuwa wana experts wenye walikuwa wanaangalia huo mtaala, tunaweza kuiangalia tena, kwa sababu ni kitu wanaweza kuiangalia tena na kusema kwa ile pathway ambayo mtu anaweza kuchagua. Lakini maybe wako na sababu ya kusema kwamba mtu aweze kuprepare hiyo pathway. Kwa sababu zile pathway ambao tuko nazo, kama unaweza kufanya arts and sports ama social sciences ama STEM, vile vile ndio STEM ndio inaweza kutoa wale watoto ambao wataenda kujiunga na chuo cha kiufundi ama hata chuo kikuu kwa zile kosi ambazo wanataka kuzifanya. So ningeweza kusema kwamba tunaweza kujadiliana na kuangalia hiyo viwango, kwa sababu na kuweza kuunganisha pia na, kwa sababu RPL ilikuwa inaweza kusaidia wale ambao hawakufika shuleni, hawakufika zile chuo cha kiufundi kwa saizi. Na tunaweza kujadiliana. Nafikiria wale ambao walikuwa wanatengeneza huo mtaala wanaweza kuiangalia tena, kwa sababu hii tu ni mara ya kwanza kuweza kutengeneza. Asante. Na mbele kwa kuongezea Ndung'u, kuna swali la muhimu umeuliza Hadia, na ndio nataka kujibu. Ukiangalia tuseme watoto wenye wamefuzwa wanaenda vyuo vikuu. Kuna hii kamati maalum inaitwa Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, KUSP, yenye huwa ina place wanafunzi katika vyuo vikuu. Na pia nimesikia imeanza kuplace wanafunzi hata katika TVET, na hiyo ni mzuri.
Lakini na hii sasa nitakwambia out of experience, sababu nimekuambia nishaikuwa waziri wa elimu katika serikali ya ugatuzi. Mwaka wa 2021 tulipetition, na mimi niliandika hiyo petition nikiwa waziri katika kaunti ya ugatuzi ya Nyandarua ya elimu. Tulipetition Senate, kwa sababu ni kazi ya Senate, wakuja na sheria registration ya kuhakikisha tunaweza kuweka demarcation. Ni wanafunzi wa gani wataenda village polytechnics, ni wanafunzi wa gani wataenda national polytechnics. Ukiangalia kama kaunti yetu ya Nyandarua, kuna Nyandarua National Polytechnic yenye inafadhiwa na serikali kuu. Capitation inakuja kutoka kwa serikali kuu, na pia kuna hizi village polytechnics zenye tumeita VTCs kama vile Koicha Metsetu. Tulijaribu kuondoa hiyo jina village ndio isionekane ni shule tu, yani mtoto ni kama ya kutupwa watoto wenye, na hakuna mtoto unaweza laumu, hata mwenye ako afikiri Koicha amesema, na nafikiri Benjamin, hata mwenye amepata grade ya E ama hata hajaenda mpaka high school form 1, unamweka hapa, ametoka darasa 8, unamweka kwa garage, anatengeneza gari hata kuliko mwenye ako na degree. Kwa hivyo hatukuwa tunataka hiyo jina, although iko kwa katiba katika kipengele cha 4 cha katiba schedule 4 sabato 9 iko hapa, inaitwa Village Polytechnic. Tulikuwa tumejaribu kuondoa hiyo jina, lakini sasa unajua lazima turekebishe katiba ndio iache kuitwa village, iitwe vocational training center, ndio at least hata mwanafunzi aone yako mahali pazuri. Kwa hivyo tulikuwa tumewaambia walete sheria mwafaka, ndio TVET za national government ziache kushindana na VTC ama village polytechnic za mashinani zenye ziko county government kwa wanafunzi, kwa sababu zile anaweza sema hizi zile za national government maybe zichukue kutoka maybe D+ ama D plain kwenda juu, na hizo zingine zichukue D-, E ama tuweke tu, sababu hata kupata hii si kusema ati mtoto amelaaniwa, anaweza toka na akawa kitu ya maana sana, akapata ufundi mzuri. Jambo la pili, na hiyo swali pia ulikuwa umeuliza, ni kuhusu walimu wenye wana train, na nikakwambia yes, kuna hii Kenya Teachers Technical Teachers Training College kwa hapa Gigiri yenye huwa inatayarisha ama inasomesha walimu wenye watakuja kuwa TVET tutors ama wenye watakuja kufunza katika vyuo vya ufundi. Lakini ulikuwa unakuta ya kwamba hata kuna upungufu. In fact, kama kuna mtu angekuwa anataka kuandikwa mwalimu saa hii, hata vizuri ni akimbia hapo afanye course na atapata kazi, sababu kuna upungufu. Tukiwa katika serikali ya ugatuzi, tulikuwa tunaandika as long as tuseme wewe Hadia, wewe maybe umefanya clothing textile, hata hukufanya ukiwa mwalimu, hukutrainiwa ukiwa mwalimu, tunakuandika kwa sababu ukienda kutafuta mwenye amefunzwa kutoka KTTC umwandike, hutapata. Kama mtu amefanya electricals, tulikuwa tunamwandika, lakini unajua hata kama tutamwandika hana ile skills ama training ya kuwa mwalimu. Yeye amefunzwa tu, yeye ni fundi wa stima. Kwa hivyo ukimpeleka darasa afunze, unajua mwalimu, kuna venye mwalimu amekuwa ametrainiwa kufunza, kwa sababu kufunza si kufunza tu, kuna njia yenye unastahili kufunza concept fulani ndio watoto wakaelewa. Kwa hivyo tulikuwa tunaandika mtu mwenye tumepata as long as train kwa hiyo na akona qualification, lakini yeye hasa si mwalimu. Kwa sababu tungetaka wenye wanatoka KTTC ama college zingine. Zamani kulikuwa na Kenya Science Teachers Training College, tena nayo ili upgradewa sijao ikawa University of Nairobi. So hizo ndizo mambo zenye tunasema wacha tuache kuua vyo vyetu vya kiufundi. Mimi naogopa sana yetu ya Nyandarua National Polytechnic isiwe university. Kwa sababu sasa tukianza kuziua hivyo vyo vya kiufundi zitakufa zote. Na sasa zikikufa tutakuwa tunapata shida. Benjamin, una yapi ya kuongeza kuhusiana na upungufu ambao unajitokeza wa kufunzi wa vyuo vya kiufundi? Na pale wanapopata elimu ambavyo wanasema vyuo vingine labda ambavyo wangepata elimu wale walimu wa vyuo vya kiufundi vinabadilishwa kuwa vyuo vikuu, na umuhimu pia labda wa kutoa hamasa tu kwa waliomaliza kidato cha 4 labda ama waliokwenda kwenye vyuo vya kiufundi wanahitaji kufanya nini. Labda umesomea chuo cha kiufundi, umehitimu, lakini unataka kuwa mwalimu wa chuo cha kiufundi. Pia tunafanya hamasa ya kutosha kuwajulisha watu kwamba kuna nafasi kama hizo, ama mtu anafikiria anaweza tu kuwa mwalimu labda wa msingi na sekondari. Kitu ningesema kwamba there is this common saying by our leaders that numbers don't lie. Tukiangalia ile takwimu tulianza nazo mwanzo kwamba only 27% wamequalify ile C+ and above, kuna hii 73 or thereabouts %. Inamaanisha kwamba kuna haja
hizo vyuo vya ufundi na hiyo TTC wakili ameinguzia, tuongeze hata zaidi, tukuwe na more teacher training, technical teacher training colleges, ili tuweze ku-address these big numbers ya wenye hawataweza kuingia universities direct. Na kuna haja tena ya kudemystify the fact that katika society watu wengi ujisikia kwamba nikienda university ndio nimejitimu kwa maisha. Lakini vile wenzangu wamesema hapa, wale watu ambao wanachangia katika uchumi zaidi, economy, wana drive the economy of Kenya, ni wale wako hands-on skills, college trained, TVET trained, graduates. So ningehimiza kwamba serikali ya sasa iangalie vile, instead of upgrade these colleges to universities, in fact tuongeze more of these colleges could train walimu, tutors, ambao wata address these big numbers. And I can assure you we'll see a lot towards our vision 2030. We'll see a lot of impact if we do that. Yeah. Kwa hiyo maoni yako ni yapi kuhusiana na idadi ya wakufunzi wa vyuo vya kiufundi inatosha, na iwapo haitoshi tuna mazingira sawa ama mazingira bora ya kuongeza idadi hiyo, either vyuo ambavyo vinaweza kuwapatia mafunzo walimu watakaofundisha vyuo vya kiufundi, na pia kuwepo kwa ile hamasa tu ya kwamba kujua unaweza ukaenda ukajifunza elimu kama hiyo na kuwa mwalimu wa chuo cha kiufundi? Asante sana Adia. Ningependa kusema kwamba kukubaliana na mwenzangu wakili kwamba kwa muda mwingi sana mimi nimekuwa kwa TVET kama chief principal kwa muda mwingi. Na tulipoanza katika ile mafunzo kama ile ya kusuka nywele, kama ile ya kufanya hair dressing ama nail technology ama hata mafunzo ya kushona manguo, ungetafuta mwalimu mwenye ametoka hata mpaka saizi kutafuta mwalimu mwenye ameenda hiyo Kenya School of TVET. Saizi ilikuwa inaitwa KTTC na saizi imebadilishwa imeitwa Kenya School of TVET. Ni ngumu sana kwa sababu hizo ndizo courses ambayo zimekuja kusaidia nchi yetu saizi. Na kitambo sisi wote tulikuwa tunaangalia kama ni mafundisho ambayo si muhimu sana ama ni ya wanafunzi wenye hawakupita. Na hiyo ndio sahihi inakuwa kama kitega uchumi cha watu wengi sana, kwa sababu ni kasi ya mikono na inaweza kusaidia. So kwa wale walimu ambao wanatoka pale, kwa maoni yangu ile shule ya Kenya School of TVET ambayo ni moja sahizi, ingawa saizi iko na mpaka ile tunaweza kusema online training ama blended learning, bado haijaweza kutosheleza ile mahitaji ambayo tunahitaji kama taifa letu kuweza kutoa ile watu wengi ambao wanaweza kuenda kama walimu katika ile shule. So kama tungeweza kuongeza zaidi, na nafikiria kulikuwa na mpangilio ya serikali siku ingine kuweza kupanua hiyo chuo, kuweza kuenda mahali tunatoka kama huko Uasin Gishu na wapi. Lakini kama tungeweza hata kuweka kama zaidi ya karibu shule za Kenya School of TVET kama zaidi ya 10 kwa nchi yetu, itaweza kusaidia. Kama vile chuo za kufunza walimu wa kufunza CBE ama hata university, unapata kwamba ni mingi mno na inasaidia nchi katika kutoa zile the labor demand ya hiyo na skills zenye zinahitajika. So ningeona kwamba ni chache, haziwezi kutosheleza mahitaji ya nchi yetu kwa sasa. Na kama ingeweza kuongezwa, ingesaidia nchi yetu sana, kwa sababu tunahitaji zaidi kwa ile maendeleo ambayo nchi yetu inahitaji. Katika hata maelekezo ya serikali, malengo ya serikali yetu ya saizi, ile malengo ya universal healthcare, manufacturing, health, agriculture, unapata kwamba tunahitaji watu wenye wanaweza kufunza hao watu kutoka shule za kiufundi ndio waweze kukuja kuendeleza uchumi wetu. Asante. Na labda kwa kuongezea hilo na pia kugusia swala la
soko la ajira ambalo tunalo sasa hivi, tunahimiza kwamba tunahitaji elimu ya kiufundi kuboresha soko la ajira, lakini tunapokuwa pia na wanaotaka kuajiriwa wengi wenye elimu ya kiufundi, pia bado kutakuwa na changamoto iwapo hakuja kuwa na mazingira ya kupeleka elimu hii kwenye masuala ya viwanda, kwenye uzalishaji na masuala mengine kama hayo. Soko la ajira lipo tayari. Tukiangalia vigezo vyote hivyo vya kwamba je, tumeweka viwanda vya kutosha vya kupokea elimu hii ya kiufundi ambayo itakuwa imetoka kwa wingi kwenye vyuo vya kiufundi. Je, tumetengeneza mazingira na labda teknolojia ambayo itawezesha taifa kwenda mbele kiuchumi katika masuala ya kuboresha viwanda na katika masuala ya uzalishaji zaidi. Asante sana Hadia. Nataka pia niguze kwanza katika hilo swali umeuliza katika soko la ajira ama liko ama halipo. Na pia nataka kuongea out of experience. Unajua hizi vitu nilikuwa nimeanza kufanya. Hata kama unajua pia tulisema tusiweke siasa kwa mambo ya elimu, sababu inaweza haribu sana nchi mzima. Nchi ikitaka kuboromoka, jaribu kuweka siasa katika mambo ya elimu. Nchi inaboromoka. Nakumbuka tukiwa katika gatuzi letu, jambo lile tulikuwa tumefanya kwa sababu tulikuwa tunapata nikiwa kama waziri wa elimu nilikuwa natengeneza madarasa za watoto wadogo wa chekechea na watengenezea classrooms. Kwa hivyo nilikuwa nafanya bidding kulingana na public procurement and disposal of assets. Watu wanashinda, huyo ameshinda hii kandarasi anapewa kazi. Lakini nikagundua wana kandarasi, tuseme nimepea Benjamin kandarasi ya kutengeneza darasa la serikali la watoto wa chekechea, tuseme Mirangine ECD. Huyo Benjamin atakuja nyuma ya mlango yangu achukue wanafunzi wangu wa polytechnic wa VTC aende atengeneze na wao. Well, atawalipa, which is okay. Lakini ni kumaanisha anataka hiyo labor yenye mimi na produce. Kwa hivyo nitakuwa nalipa yeye mara mbili kwa sababu wanafunzi ni wangu, amechukua wa chio yangu ya kiufundi tuseme Mirangine Polytechnic, ameenda nao ametengeneza Mirangine Polytechnic, which is okay, na amemaliza, labda nitamlipa. Kwa hivyo ni kumaanisha soko lipo. Okay? Kwa sababu kama Benjamin hangeendea wale wanafunzi, ni kumaanisha alikuwa amekosa wengine. Kwa hivyo nikaamua sasa vile tutafanya, na nikatengeneza cabinet paper proposal, nikaiweka katika cabinet ya gatuzi. Nikasema sasa wacha kwanza hizi shule zetu za kiufundi tuweze, kama ni darasa tunatengeneza, badala yes, ndio to promote private sector, tuachie nini yao, share yao percentage, lakini pia wale nao ni wapee share kubwa ndio watengeneze zingine mingi. Watapata skills, alafu watapata nini? Watapata qualifications. Alafu nikasema sasa mwisho kabisa wakigraduate ni waweke katika vikundi. Nikaongea na waziri wangu wa cooperatives waingie pamoja. Hii pesa tunapeana, unaona kama wanasiasa wetu wanaenda wanapeana pesa za kununua hivi vitu za kutengeneza nywele za wasichana nini. Wakiwa katika kikundi wataweza kutengeneza saluni yao. Wao wanapata pesa immediately. Hiyo ni kumaanisha sasa watakuwa wanafunzi wetu wanatoka na soko tayari, si ya kuajiriwa, wenyewe wanajiajiri na wanaajiri wengine. Mwisho, kuna kampuni fulani, na sitaitaja jina hapa, kuna kampuni fulani ilikuja inatengenezaga magari na ni kubwa sana. Wakakuja wakasema wacha tu rise, na hiyo sasa ndio unashikanisha training na market. Wacha tutengeneze garage yetu huku, ndio wale wanafunzi wenu wakati wanasoma mechanic, wao wanasoma hata hizo magari wanazifunga, wanatoka shule practical zao wanakuja kufanya hapa. Kwa hivyo na hizo kampuni tulikuwa tumeweka, hiyo kampuni ikimaliza kutrain na wao na skills for about 6 years, watakuwa wanafunzi wengine wana graduate, wao ndio wanawaandika, sababu tumeshikanisha soko na training. Tutakuja kuzungumzia hilo zaidi katika kuhakikisha kwamba mbali na kuwa tumewapatia ufundi waliohitimu kwenye vyuo vya kiufundi, wakitoka wanajiajiri, ama iwapo hawajajiajiri kuna mazingira bora ya kuhakikisha kwamba ile ajira inakwendana na ule ufundi ambao wamepokea kwenye vile vyuo vya kiufundi. Mtazamaji, kufikia hapo napata fursa ya kupiga tama la maji, ila takuwa narejea kwa mengi zaidi hivi punde. Usiende mbali.
Naam, karibu tena na shukrani kwa kuendelea kusalia nami kwenye mazungumzo haya, tukiendelea kuangazia elimu ya vyuo vya kiufundi nchini, yani TVETs. Na nafikiri niwapatie fursa Benjamin na Koech kuzungumzia swala la soko la ajira na elimu ya kiufundi ambayo wanafunzi wanapokea kwenye vyuo vya kiufundi. Vinawiana na juhudi ambazo zimewekwa na serikali katika kupokea elimu hii ya kiufundi ama ujuzi huu zinatosha? Kwa sababu kadri tunavyosherehekea idadi ya wanafunzi kuongezeka kwenye vyuo vya kiufundi, basi bila shaka tutakuwa na mahafala wengi waliofuzu na elimu za kiufundi katika soko la ajira. Tunahitaji elimu hiyo, lakini kuna kiwango fulani itakapofika itakuwa imekuwa imepitiliza. Kuna mikakati gani ambayo imewekwa ama inahitaji kuwekwa kuhakikisha elimu hiyo itakuwa inatumika kuboresha uzalishaji na uchumi wa taifa kwa jumla? Okay, asante, shukran. Mwanzo ningesema kwamba wakati mwanafunzi anapochagua kujiunga na TVET ama hizi vyuo vya kitaalamu, anapaswa kuwa guided na strengths na also market demand. Strength, also their passion, what they like doing, alafu na market, what the market is dictating. Kwa sababu ya kusema hivi ni kwamba usifanye tu course kwa sababu kuna maybe electrical engineering just for the sake of it. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, changamoto la ajira kusema kweli bado litakuwa, na unajua kuna kuanga na imbalances wakati kama saa hii. Kuna TVET tunaangazia sana kuhusu TVET, inamaanisha kwamba in the next 2 to 5 years kutakuwa na oversupply ya skills. So I think TVETs, as my colleagues have mentioned and as you said from the beginning, TVETs sana equip the graduates with skills, practical skills. Na kusema kweli majority will, some of them wataingia kwa ile self employment, wataweza kutumia ule utaalamu na zile skills wameacquire kujifungulia kazi zao, tuangalie tena hata katika courses nyingi zenye zinakuwa offered nowadays, things to do with computer science, ICT, creative economy. We're talking about content creation, and that kind of thing. Kuna health, kuna hospitality. So kuna umuhimu kwamba tujue kwamba sio wote watakuwa absorbed katika job market. We cannot have that kind of perfect scenario where all graduates wote wamekuwa absorbed. Ni changamoto kwa washikadau wote, serikali ikiongoza kuweka ile enabling environment ya kwamba kama hawataweza kupata ajira, wanaweza kuwa facilitated kuanzisha ile self employment, biashara, mahoteli, ama ni kushona manguo, mechanical stuff, electrical, etc. So ningesema kwamba there's a need for stakeholders and to keep on looking into this. As we see now, we are facing out 844. There will be some imbalance as more as technical TVET colleges are going to be more focused on. And as my colleague said, like last year, over 20,000 students are to join university even though they qualified. This year, the number is expected to double. What that means is there will be more pressure onto TVET, right from the resources, tutors, now job, the products, wale graduates, where do they go after that? So ni changamoto ambayo kusema kweli tukiangalia kama taifa na washikadau wote pamoja tutaweza overcome. Naam. Kwa hiyo maoni yako ni yapi kuhusiana na kuweka mizani kwenye swala ambalo Benjamin amelizungumzia? Ni kweli tunahitaji kuwepo kwa ujuzi huu ambao unapatikana, lakini kuna kiwango ambapo tusipo udhibiti utakuwa tena ujuzi huu umesalia kukaa bila kutumika, kwa sababu hakuna mahali pa kwenda kwa wale waliohitimu na ujuzi ambao wameupata kwenye vyuo vya kiufundi. Asante sana Adia. Kwa mtazamo wangu ningependa kusema kwamba tuko na nafasi ya kuweza kupatiana mafunzo ya kiufundi kwa sahizi katika nchi yetu na hata kwa mashule zetu. Ile kuweka balance katika graduates ama wale wanaofuzu katika hivyo chuo ndio wakuje kwa soko
la ajira. Kwa mtazamo wangu bado tuko na nafasi nzuri kwa sahihi, kwa sababu unapata kwamba katika ile mfumo wa CBET somo lingine ambalo tunaifunza ni entrepreneurship skills ama somo la biashara, ili mwenye ameweza kufanya masomo kama ya kusuka nywele, baada ya kumaliza hiyo masomo anaweza kutumia hiyo maarifa ya biashara kwenda kujifungulia kwenda kujifungulia biashara yake. Hiyo ndio njia moja ya kuweza kutengeneza ajira. Tumeona kwamba pia serikali inajaribu kutafuta ajira katika nchi yetu, na ukiona ile curriculum ya CBET imeweza kutengenezwa kwamba mtu anaweza mwenye amefuzu, mtoto mwenye amefuzu ama graduate wa TVET anaweza kufanya kazi katika nchi yetu ama kuenda katika nchi zingine. Na kuna teknolojia saizi ambayo mwenzangu amesema kama content creation, kama AI. Unaweza kwamba ukiweza kuwekanisha pamoja katika ile training ya TVET na uweze inapatiana nafasi nzuri ya kuweza kutumia hiyo skills kuweza kujenga taifa. So ningesema kwamba katika ile nafasi ya ajira ni changamoto kweli kwa serikali yetu na kwa kila mmoja wetu, kwamba percentage kubwa ya watoto ambao wana graduate hawana kazi za ajira, na inatuweka kwa ile kiwango ya kuweza kufikiria ni nini ambao tutaweza kufanya kama serikali, ama serikali inaweza kufanya ili kuweza kupatiana nafasi za ajira, kwa sababu ukiona kama program kama ya serikali wanajaribu kutengeneza hiyo nafasi. Asante. Na asante. Labda unaweza kuongezea, kwa sababu ulikuwa umeanza kuzungumzia hilo, iwapo kuna la kuongezea kuhusiana na changamoto ambazo huenda zikawepo katika kukidhi ujuzi ambao utakuwa umefurika kwenye soko la ajira kutoka kwenye vyuo vya kiufundi. Nafikiri umetaja baadhi ya mikakati ambayo serikali inaweza kuweka za magatuzi hususan, lakini pia labda za kitaifa. Lakini cha mno pia, changamoto ni zipi katika kuweka uwepo wa elimu ya kiufundi na kufanikisha sekta hiyo ya elimu ya kiufundi kwa jumla kwa sasa hivi, na ambazo huenda zikakabiliwa kwa muda huu, na pia ambazo huenda zikaibuka iwapo labda mawili matatu itakuwa hayajaangaziwa inavyostahiki? Changamoto ya kwanza na straight away one ni ya funding, kwa sababu imekuwa kizungumkuti, kwa sababu unakuta ya kwamba sana sana kama zile za ugatuzi unakuta ndizo mingi, hata ndizo zinakuwa na wanafunzi wengi kwa sababu ni mingi. Nyandarua tulikuwa na zaidi ya 15. Ukienda gatuzi zingine iko na zao. Kwa hivyo ni mingi sana na zimebeba wanafunzi wengi sana. Unakuta kwamba pesa tulikuwa tumesema na tumepetition Senate ifanye kitu inaitwa ring fencing. Ndio hilo pesa wakati inatoka katika serikali kuu inakuja katika ugatuzi, inakuja channel specifically kwenda kwa shule ya kiufundi. Wasiweke pamoja na ile tunaita CARA formula, that is county revenue allocation. Inawekwa pale, labda MCA wa kwetu atachukua aende akatengeneze soko, ama aende akatengeneze vitu zingine, akanunue mahindi ya kipeanaga. Tunataka iende ifad wale watoto. Hiyo ni kitu ya kwanza, funding. Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba kuna trainers wa kutosha, na ndio tusiandike mtu mwenye hawezi train. Hiyo tulikuwa tumeliguzia. Lakini nikimalizia na kusema kwanza, wakati kushikanisha na soko, kitu yenye napinga mimi sana ni kitu inaitwa wanafunzi uende shule za kiufundi, wakati ani qualify atemetoka na hiyo certificate hadia ashinde akigonga milango akitafuta ajira, kwa sababu hiyo tuna create kitu tunaita dependency syndrome. Ati mimi naenda kusoma ndio niandikwe kazi. Tunataka mwanafunzi aende asome akisema mimi nataka kusoma ndio niandike wengine kazi, aye mwajiri si mwajiriwa. Kwa sababu hiyo tutaweza kuachieve kama tutahakikisha kwamba watoto wametrainiwa. Wakati wanatrainiwa, serikali inaweza weka kitu inaitwa seed capital, au wanafunzi wanashikanishwa, na ni kitu tulikuwa tumeanza. Ndio sasa kama wamefanya mechanic, wakishikana vijana 3 4 wanaweza weka, county government inawapea seed capital, wanapewa nafasi kidogo, wanakuwa waived single business permit mwaka wa kwanza, wanaanza garage yao hapo. Miaka 2 3 hadi ikiisha, au watoto wamefuzu, watakuwa wanaajiri wengine. Kama na wao wamefanya hair dressing, mambo ya kutengeneza nywele na nini, tunawatafutia hizo vifaa za kutengeneza nywele, wameshikana 2 3 wanakuwa monitored.
Actually mimi ningetaka graduation yenye badala ya kuendaka graduation kuchukua diploma certificate ama degree certificate, ningetaka nione graduation yenye wakati watoto wana graduate vifaa ziko hapo, wameshasajiliwa katika cooperative ama self help group, wameshikana. Kutoka hapo ni system ya monitoring, wataenda kuweka biashara yao wapi, na monitoring ya Ministry ya Trade inaifuatilia kuhakikisha wale wanafunzi wame take off. Na waki take off, wale wanafunzi utawatafuta miaka 5 miaka 10 watakuwa wameenda mbali sana. Ndio tutoe ile syndrome ati nimefuzu, sasa nitakuwa na zurura na bahasha kila wakati nikitafuta ajira. Naweza malizia na kusema nilikuwa Nyamira wakati mwingine, nikakutana na principal mmoja wa shule. Akaniambia yeye ni principal wa shule. Kila asubuhi wanafunzi wanakuja hapo na degree, wanatafuta kazi ya kuajiriwa kuwa walimu wenye wako na degree. Lakini kuna siku moja alitafuta plumber. Kwa hivyo yeye mwenyewe ni anatafuta plumber amulipe, lakini wenye wako nao wote alikuwa anamuuliza, kuna mtu amefanya plumbing hapa anisaidie nimulipe saa hii? Hakuna. Kwa hivyo ni nini tunasema Hadia? Tunataka kusema ya kwamba hao watoto wenye hata kama anafanya degree, hakuna kitu imemkataza wakati amemaliza degree yake ama kabla ya join university aingie TVET ya huyu ama ya Benjamin ama yangu, afanye course fulani ya mkono, alafu aendelee kufanya degree yake. Atakuwa na jembe mbili analima nazo at the same time na hawezi lala njaa. Na Benjamin, changamoto ni zipi katika sekta hiyo ya elimu ya kiufundi kwa sasa, iwe ni zile elimu za anuai ambazo tunaziita vocational training colleges ama elimu za kiufundi kwa jumla ambazo ni TVET? Changamoto ni vile tu wakili amenguzia, ni let's say resources, funding na resources, in the sense that for us to really address the current, the market dynamics, we need to modernize our TVETs. We need to modernize. Some of them have equipment, they have those teaching tools for the engineering, those arts and courses and all that, but most of them are outdated. Kuna labs lakini not well equipped, so kuna that hiyo changamoto. We need to equip and modernize our facilities in the TVET colleges. Changamoto ya pili ni mimi mwenyewe ni trained teacher, shahada yangu kwanza ni mwalimu wa high school, na uwezi kupeleka mtu yote tu kwa darasa afunze. Vile wazangu walisema, you are trained on how to teach. Teaching is a whole skill altogether. Na hiyo ni changamoto ingine ambayo lazima ikuwe addressed, kwa sababu inakaa kwamba tumeangizia sana vyuo vikuu, walimu wa early childhood development, tumeangazia walimu wa primary schools, CBE na high school, lakini wa technical taaluma technical TVETs, they are not really properly equipped and trained. So hiyo ningesema kwamba ikuwe ni changamoto inatakana ikuwe solved. And lastly ningesema kuna also umuhimu wa kudemystify kwamba ama kupitisha hilo ujumbe kwamba TVETs are here and they are the ones which will drive this economy, the country's economy, more than even the degrees and the universities. And so that there is a need for that information to go out there. As also we align with the new curriculum and all that. Kuna umuhimu also either through the county governments or the national government, whichever platforms we can use, even like this platform here, kwamba there is a need for the information to go out there, so that they know there is that progression. Unaweza kwanza chini ukaenda mpaka hiyo degree, but si lazima tena ufanye degree. You can still do TVET and you're still job ready. Yeah. Naam, labda kwa kuongezea masuala ya changamoto katika uendeshaji wa vyuo hivi vya kiufundi, na pia masuala ambayo yanaweza kuangaziwa kuhakikisha kwamba tunakuwa tayari kwa kile kiwango ambacho tunakiangazia cha wanafunzi wanaojiunga na vyuo hivi, kupunguza changamoto ambazo zipo na pia kuzuia zaidi kwenye siku za usoni. Asante Adia. Ningependa kusema kwamba katika shule zetu za kibinafsi za chuo za kiufundi, changamoto kubwa sana ambao sisi huwa tunaangazia ni tuko na nafasi kweli, na tuko na nafasi nzuri na inatosha
kwa wanafunzi ambao wamehitimu katika chuo cha sekondari. Kwa saa hizi serikali haijaweza kutupatia wanafunzi kupitia ile portal placement kama KUPS, kwa sababu serikali saa hizi inaweza kuplace wanafunzi wetu kwenda katika chuo cha umma. So kama tungeweza kufanya hiyo transition, ndio tuweze kufikisha hiyo transition yetu iende kama 100%. Serikali ingetengeneza portal kama vile tunaweza self-sponsored portal. Kama unaweza chagua kwenda private university ama public, vile unaweza kuchagua uende private TVET ama public, kulingana na uwezo wako na kulingana, kwa sababu sisi tuko kila mahali na tuko na zile program ambazo ni unique. Kwa sababu ukiona kwamba hizi curriculum mingi ambazo saizi hata tunatumia katika nchi yetu ni curriculum ambazo zilitengenezwa na shule za chuo za kiufundi ambazo ni za kibinafsi. La pili na la mwisho ni unaona kwamba chuo za changamoto kubwa sana kwa Kenya yetu ni pesa. Tumeweza kushuhudia hata katika ile placement ya grade ya 10 kwamba wazazi wengi wameweza kukuwa na hiyo shida ya kupeleka watoto shule kwa sababu hawana karo. Vile mtoto akishamaliza ile kiwango ya chuo sekondari, mzazi anaanza kuangazia wale bado wako katika shule za sekondari. Ule mwenye angejiunga na chuo cha kiufundi anawachwa kwanza. So kama kungekuwa na ile capitation ambayo ama help, kwa sababu sisi tunaamini kwamba hakuna mtoto ambaye ni private student ama public student. So kama tungeweza kupea nafasi ya Higher Education Loans Board, mimi nikiwa university niliweza kubenefit katika hiyo help ambayo serikali ilitupatia, na ilipatia watu wengi sana nafasi ya kuweza kusoma. So kama tungeweza kuextend, kwa sababu nafasi yetu ya private sector tuko na nafasi kubwa sana kuliko hata ile shule za umma. Kama wangeweza kupatiwa nafasi kama vile tunalipa, unaona tukilipa mtihani, tukilipia mtihani watoto wa shule za grade la 9, tunalipia watoto wakiwa private schools na public schools. So vile changamoto hiyo ndio changamoto ambao kama serikali ingeweza kutusaidia kama chuo cha kibinafsi, ingeweza kupatia nafasi ya watoto wengi sana wa Kenya kuweza kupata hiyo elimu ya kiufundi, na tutaweza kutoa shida mingi sana katika nchi yetu, kwa sababu tutatoa vijana katika kujiingiza kwa mambo mingi na wapate nafasi ya kuanza kusoma, kwa sababu wale vijana wote ambao hawawezi enda kujiunga kwa shule za serikali wanabaki nyumbani na wanaanza kujiingiza kwa mambo ambayo haiwezi wasaidia. Na kwa kumalizia kwa nusu dakika, kwa nusu dakika tunataka kuongezea, niseme jambo la muhimu hapa na tumeweza kugundua ni hamasisho. Watu wengi hawajui kule mashinani nini mnaendelea. Hata nashukuru KTN na tumelete hii program ati tunaweza kuhamasisha watu wengi. Kwa hivyo inastahili serikali itoe resources za kutosha, rasilimali, ndio washikadau wote waende mashinani waweze kuelimisha watu. La mwisho pia ni kumaanisha hii mambo yote tumeongea hadia, tusipofanya marekebisho ya kisheria zingine kadhaa, sababu zingine zinataka marekebisho ya kisheria, hatutaweza kusonga mbele. Tutapiga kelele. Kwa hivyo bunge zote mbili, bunge la Senate na bunge la kuu, wanastahili pia waende waketi chini waangalie hizo mambo yote yenye tunaongea, warekebishe sheria kwenye inastahili, ndio wakati pia tunafanya mambo tufanye kulingana na mujibu wa sheria. Sababu tutaenda kufanya hili jambo, kuna mtu atakimbia kotini na obtain court order aseme kenye mnafanya ni kinyume cha sheria, hatutaenda mahali. Kwa hivyo bunge yetu tunawaomba warekebishe sheria zenye zinastahili, na pia tuwe na hamasisho kubwa ndio hata wazazi waelewe mtoto akipata grade ya hii hajaanguka. Na asante, kwa sababu ya muda tutakuwa tunakomea hapo, lakini niwashukuru sana wageni wangu kwa kuja na kujumuika nasi kwenye mazungumzo haya. Nimshukuru Benjamin Ngulu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu na mshauri wa masuala ya elimu. Asante sana kwa kuja na kwa muda wako. Asante. Na pia nimshukuru sana Koech Nicholas ambaye yeye ni katibu mkuu wa KENAPCO, ikiwa ni muungano wa kitaifa unaojumuisha vyuo vya kiufundi lakini vile vya kibinafsi. Asante sana kwa kuja na kwa mchango wako. Asante. Na mwishowe nimshukuru Ndung'u wa Ngenye ambaye
ni mwenyekiti wa kitaifa wa ISAC ambao ni muungano wa washikadau wa elimu nchini Kenya, na pia akiwa yeye ni mwanasheria. Asante sana kwa kuja na kwa muda wako. Shukrani. Na mtazamaji, kufikia hapo na komea hapo kwa leo, kutokana na mazungumzo hayo na pia kwa jumla kwa taarifa za yanayojiri. Lakini wenzangu kwa lugha ya kimombo wa taarifa za News Desk watakuwa naungana nawe ndani muda usio kwa mrefu. Namuona Meresha Owiti na mwenzake Nduo kwa tayari wanaingia studioni kwa minajili ya kukutaarifu taarifa zaidi kwa lugha ya kimombo. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa, hadi wakati mwingine inshallah, kwa heri.